Okay. Uh, habari za saizi. Si kama mnanisikia. Kama unanisikia unaweza katype hapo chini. Nakusikia vizuri kabisa baba mwenye nyumba. Asante sana kiongozi kwa utambulisho na presentation. Kwa majina naitwa Zimbwe Juma, ni supervisor kwenye marketing plan ya kampuni, na leo tunazungumzia kuhusiana na changamoto ya maumivu ya viungo na namna gani tunaweza tukaisaidia jamii kuweza kuondokana na hali hii kupitia product ambazo tuko nazo. Na tukianza tuangalie kwanza takwimu ya changamoto hizi za maumivu ya viungo, ambapo kwa zaidi ya asilimia takribani kama 95, ambayo ni almost kama watu zaidi ya milioni 528 duniani wanapitia hii changamoto ya maumivu ya viungo. Na kitanzania hapa kwetu pia ongezeko la changamoto hii ni kubwa, na ni zaidi kama ya asilimia 5.9 ya population ya Tanzania. Na ni changamoto ambayo inaongoza katika sababu kuu mbili ambazo zinapelekea watu wengi kuingia kwenye hali ya maumivu ya viungo, lakini pia na ulemavu kwa ujumla. Kwa si changamoto ya kuweza kuichukulia kawaida, kwa sababu ni changamoto ambayo inakuwa zaidi na zaidi. Na tukianza kwa utangulizi, tutazungumzia changamoto ya maumivu ya mifupa, pakeji zake, matumizi yake, pamoja na ushauri jinsi gani ya kuweza kumuongoza mteja katika matumizi mazima ya product. Okay. Sawa. Kama nilivyozungumza, tutagusia hayo maeneo makuu manne ambayo ndio itakuwa ni presentation yetu kwa siku ya leo. Na tukianza kuangalia sababu kubwa za changamoto ya maumivu ya viungo, kuna sababu ni nyingi, lakini tutaangalia kuu hizo, ambazo cha kwanza ni changamoto ambayo mtu anaipata aidha kutokana na lifestyle ambayo alionayo, aidha uzito unakuwa ni mkubwa zaidi, hazingatii mazoezi, lakini pia kuchakaa kwa tishu za mifupa, pamoja na upungufu mzima wa virutubisho au lishe sahihi ambazo anahitaji kuzitumia kwa ajili ya kuweza kusaidia mwili kuweza kupata yale madini muhimu ambayo yanamsaidia kwenye ujengaji mzima wa afya yake ya mifupa. Lakini pia kuna magonjwa mengine kama ya kurithi. Sasa tukianza na changamoto ya kuchakaa kwa mifupa, hii ni hali ambayo yani kadiri mtu anavyozidi kuzeeka au umri unavyozidi kuongezeka ndivyo anavyopata changamoto zaidi, hususan kama anakuwa zaidi ya miaka 40. Na zamani tulikuwa tunazoea kwamba mtu anapata changamoto hii ya maumivu ya viungo ni miaka 50, 60 na kuendelea. Lakini hali kwa sasa hivi imebadilika, unakuta mpaka mtu ana miaka 30 plus na anapitia hii changamoto, kwa sababu tayari dunia imeshatufikisha kwenye mazingira hayo. Hatuli vile tunavyotakiwa kula, hatufanyi mazoezi tunavyotakiwa kufanya. Kwa hiyo tunajikuta pia hata mtu yuko kwenye miaka 30 lakini tayari ashaanza kuexperience hii hali ya changamoto ya maumivu ya viungo. Na tukizungumzia kwenye upande mzima wa ukosefu wa virutubisho au lishe sahihi ambazo mtu anazihitaji kwenye maisha yake ili kusudi kuweza kusapoti afya nzima ya mifupa kuweza kuwa imara zaidi, ni hali ya mtu ambaye anakuwa anakosa yale madini muhimu kama calcium, magnesium, vitamin D, glucosamine pamoja na omega 3. Matumizi ya omega 3 ambayo inakuwa ni muhimu sana kwenye kuweza kupunguza zile inflammation ambazo mtu anazipata ili kusudi kuendelea kuwa na afya bora ya mifupa yake. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuweza kuangalia namna gani mtu anaweza akapata hii elimu, sababu mtu anapokosa elimu sahihi ya namna gani ya kuweza kutumia virutubisho kwa ajili ya kuweza kuimarisha afya yake, anakuwepo kwenye mazingira hatari zaidi ya kuweza kupata hii changamoto ya maumivu ya viungo. Na mtindo wa maisha ambao siofaa, tunasema ile body lifestyle, ambayo mtu anakuwa hazingatii zaidi mazoezi, labda afanye mazoezi, anakaa au anakuwa anafanya kazi ya kusimama kwa muda mrefu, let's say uzito unakuwa umepitiliza kwa asilimia kubwa. Kwa hizi zote ni sababu ambazo zinawapelekea watu wengi kuingia kwenye changamoto hii ya maumivu ya mifupa, na hususan kama mtu anakuwa yuko overweight tayari, ule uzito unatia pressure kwenye joint zake, kitu ambacho kinasababisha ule mkaribiano, na mkaribiano unavyotokea ndivyo
msuguano unaanza kusababisha kuweza kupata kwenye zile joint zake na kuweza kusikia maumivu katika sehemu mbalimbali. Na joint zinakuwa ni nyingi, lakini tunachokiangalia zaidi ni yale maungio baina ya mfupa mmoja na mfupa mwingine, sawa, yani zile friction, kwa sababu kuna maumivu ya viungo ambayo mtu anayapata kutokana na namna jinsi labda uzito wake ulivyokuwa mkubwa zaidi, kwa hiyo unasababisha unatia pressure kwenye zile joint zake. Lakini pia kuna mtu mwingine inflammation, vimbe zinasababisha hiyo hali, lakini pia stiffness ambao ni kama yani ukakasi, ugumu kwenye joint zake, anashindwa kumove vizuri, kwa unasababisha pia kuweza kupata maumivu ambao ni makali zaidi. Na changamoto hii kikweli inaumiza kwa mtu ambaye amesha experience. Kwa mfano kama mimi mwenyewe binafsi nimewahi kupata hiyo hali. uh, nili Nilijigonga kwenye chuma cha gari wakati napanda usafiri. Kwa hiyo maumivu ambayo niliyapata kwa muda ule yalikuwa ni maumivu makali kiasi ya kwamba nikasema watu ambao wanapitia hii changamoto ni vipi wanavyoteseka na hii hali, endapo kama mtu anakuwa hajapata suluhisho ambalo linakuwa ni sahihi kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuweza kuiboresha afya yake na kuweza kuondokana na hii changamoto. Sasa tukiangalia suluhisho ambayo sisi tuko nalo, bidhaa ambazo tunaweza tukaigusa jamii kwa namna moja ama nyingine kuweza kuondokana na changamoto hii ni nyingi, lakini hapa tutagusia zile ambao ni main ambazo zinafahamika kwa asilimia kubwa, ingawaje zipo nyingi, lakini tutagusia hizi ambazo tunazifahamu. Kuna Forever Freedom, kuna Forever Move, Actic C, kuna Naturemin, kuna Hit Lotion na bidhaa zipo nyingi, kuna Adi Plus na kadhalika. Kwa hiyo hapa tutaangalia hizi chache ili kusudi tuweze kwenda na muda. Na nikianza na Forever Freedom. Forever Freedom tunafahamu kwamba ni kinywaji ambacho kimetengenezwa pia na kina aloe vera ndani yake, lakini kimeongezewa ladha ya machungwa ili kusudi kuweza kumpa mtu uhuru wa kuweza kuitumia zaidi. Na tunajua kabisa Freedom inakuwa ina glucosamine pamoja na chondroitin ambazo zinasaidia pia kuweza kujenga afya ya mifupa na kuzuia msuguano wa mifupa ya joint ambayo inakuwa imeshasagika zaidi. Kwa hiyo Uh, moja ya bidhaa ambayo inakuwa ni muhimu sana kwa mtu ambaye anakuwa amepitia changamoto kama ya kuisha kwa uteute kwenye joint zake, Freedom inakuwa ni bora zaidi kuweza kutumia, na huwa tunashauri at least mtu aweze kutumia minimum galoni 3 kwa mwezi ili kusudi kuweza kupata ile matokeo ambayo anayahitaji au matokeo ambayo yanakuwa ni bora zaidi kiasi ya kwamba hata kuja kusumbuka baadaye. Kwa hiyo galoni 3 inakuwa ni minimum. Kwa hata kama unaweza ukarecommend galoni 4 kwa mwezi inakuwa ni beta zaidi. Kwa hiyo Freedom inakuwa ni mojawapo, lakini Forever Move tunafahamu ambao ni bidhaa imeleta matokeo makubwa sana kwenye industry hii ya maumivu ya viungo, na kwa sababu inafanya kazi mara 5 ya Forever Freedom na inampa mtu ile guarantee, yani uhakika wa namna gani anaweza akapata matokeo ya haraka zaidi kwenye afya yake ya viungo ndani ya siku 10 za matumizi na kuendelea, sababu unakuwa unaitumia kwa muda wa siku 30, lakini anapata uhakika zaidi kuanzia zile siku 10 za kwanza. Na hii ni product ambayo kwa asilimia kubwa sana, yani mtu kama anakosa bidhaa zote, basi huwa ninamshauri sana atumie Forever Film, kwa sababu tayari nimeshahudumia watu wengi sana wenye kupitia hii product moja kama moja tu, na wananipa mrejesho mzuri sana kwenye matokeo ambayo wanakuwa wanayapata, maendeleo ambayo wanakuwa wanayapata, kwa sababu zile siku 10 anapotumia zinampa uhakika zaidi na uharaka wa kuweza kurecover kwenye maumivu ambayo yanapitia yoyote yale. Kwa hiyo hii inakuwa ni bidhaa moja muhimu sana ya kuweza kuwashauri pia wateja waweze kutumia. Lakini tuna Actic C ambao ni omega 3, mafuta ya samaki ambayo kazi yake kubwa ni kusaidia swala zima la mzunguko wa damu mwilini, kuweza kuondosha ile cholesterol kwenye mishipa ya damu ili kusudi supply ya damu iweze kufanyika vizuri, lakini pia kuweza kuondosha zile inflammation ambazo mtu anazipata kwenye viungo vyake. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanapitia changamoto kama ya miguu kuwaka moto. Unapowapa Actic C inawasaidia sana kwenye kuweza kuondokana na hiyo hali. Kwa hiyo wapo baadhi walikuwa wanapata vimbe sehemu mbalimbali, na ni walipotumia package hizi pia wakaanza kuweza kupata matokeo mazuri sana, zile vimbe zikaanza kuondoka. Kwa hiyo bidhaa ambazo zinakuwa ni vizuri unapomshauri mteja, pamoja na kuweza kumpatia miongozo ambayo inakuwa ni sahihi na kumfuatilia kila baada ya muda ili kuweza kujua maendeleo yake yanakuaje, inakuwa ni vizuri zaidi unapokuwa na ile tunasema customer care ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini tuna Naturemin.
katika moja ya bidhaa ambazo zinakuwa pia na zenyewe zinasaidia, kwa sababu Naturemin ina madini mengi sana, ina calcium, magnesium na zinc, iron na kadhalika, na pia inasaidia kwa sababu kuna watu pia, baadhi ya mtu yeye baadhi ya mteja wangu alichukua hii Naturemin kama Naturemin peke yake, na ndani ya siku 3 za matumizi tayari yani alikuwa anapitia changamoto ya ganzi. Kwa mimi nilimshauri atumie Actic C pamoja na Naturemin, lakini akaniambia kwa bajeti nilionayo naweza nikaanza kwanza na Naturemin ili kusudi niweze kurecover zaidi. Kwa hiyo alitumia Naturemin kama Naturemin peke yake, na ndani za siku 3 alinipa mrejesho kwamba tayari ile hali imeondoka. Ni sasa hivi ana uwezo wa kutembea vizuri, miguu haiwaki moto wala miguu haimchomi. Kwa hiyo nikaona okay, kumbe Naturemin pia inafanya kazi huo, kwa sababu pia ina hayo madini mengi sana ambayo yanasaidia kwenye kuweza kuimarisha afya ya mifupa na kadhalika. Lakini pia tuna Heat Lotion ambayo kwa watu wana changamoto ya maumivu, unakuta labda nerves zinakuwa zimekaza, unaweza kutumia hiyo Forever Heat Lotion kwa ajili ya kuweza kuchua na kuweza kufanya mishipa au misuli iweze kuwa relaxed zaidi na kuweza kupata movement ambayo inakuwa ni nzuri na kuweza kuendelea na majukumu yake vizuri. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya product ambazo ndizo zinazofahamika zaidi kwenye electron sector hii, lakini tuna Berry Nectar kwa watu ambao wanapitia changamoto kama uric acid. Kwa tunajua uric acid pia inasababisha pia maumivu ya viungo, kwa sababu asilimia kubwa ya uric acid huwa inashambulia zaidi vidoleni. Kwa hiyo mtu anapokuwa na kiwango kikubwa cha uric acid, unapomrecommend atumie Berry Nectar, inamsaidia kwenye kuweza kupunguza zaidi kile kiwango cha uric acid. Na uric acid mtu anaipata zaidi anapokuwa anakula nyama nyekundu kwa wingi, la dagaa ingawaje inakuwa sio sana, lakini nyama nyekundu. Kwa hiyo unampa product, lakini pia unamshauri na namna gani aweze kuishi maisha ambayo yanakuwa ni ya health zaidi. Kwa hiyo kama anatumia nyama nyekundu kwa wingi, unaweza kumshauri pia apunguze. Kwa hiyo tuna hiyo hapo, lakini pia tuna B12 ambayo huwa inasaidia pia kwenye swala zima la mzunguko wa damu. Lakini pia kwa issue nzima kama ya uzito tuna program kama ya C9. Kwa hiyo mtu anapokuwa na changamoto ya maumivu ya viungo, kwa asilimia kubwa huwa tunaangalia zile sababu zake. Kama anakuwa na uzito uliopitiliza zaidi, pia unaweza kumshauri aweze kucontrol uzito wake ili kusudi kuweza kubaki na afya ya mifupa ambayo inakuwa ni imara zaidi na asiweze kupata changamoto kwa baadaye, kwa sababu hata kama atakuwa na uzito uliopitiliza then akatumia supplement za joint zikamsaidia, lakini tunategemea for the future anaweza kapata hiyo hali au hali kajirudia, kwa sababu tayari ule uzito unakuwa ni moja ya sababu ambayo inapelekea joint zake kuweza kupata shida zaidi. Kwa hiyo ni muhimu pia kwenye kuweza kumrecommend pia mtu ambaye anakuwa na maumivu ya viungo lakini ana uzito uliopitiliza, kuweza kupunguza uzito na kurudi kwenye uzito ambao unaendana na urefu ambao uko na atakuwa nao yeye. Na tukiangalia kwenye upande wa baadhi ya testimony za wateja ambao niliowahudumia wakapata matokeo mazuri, kuna huyu mama, yeye alikuwa hana uwezo pia, yani hana uwezo wa kukunja magoti, alikuwa anamuuma kiasi ya kwamba kwanza huyu alianza na program ya C9, alitumia C9, nilimshauri aanze kwanza na C9 then ndo aje kwenye program hii ya joint. Kwa hiyo alitumia program ya C9 akapungua kilo 10 ndani ya siku 10. Na baada ya hapo ndio nikamtambulisha kwenye hizi bidhaa za joint. Kwa alitumia bidhaa za joint. Package ya kwanza akaniambia tayari sasa hivi napata unafuu miguu na uwezo wa kukunja vizuri pasina maumivu ya aina yoyote yale. Lakini pia kuna huyu mwingine, yeye ananiambia ndugu, mimi si jambo, namshukuru Mungu kwa kweli na maendeleo ni mazuri sana. Maumivu yanaondoka taratibu, imani ni kubwa kwa kweli. Dawa zenu ni nzuri mno, laiti ningelianza mapema hii shida ningeshaisahau. Kwa hiyo alitumia package of course kwa ni mara moja, lakini huu ndio mrejesho ambao yeye aliutoa baada ya kuweza experience matokeo makubwa zaidi aliyoyapata baada ya kuweza kutumia hii package ya joint. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya shuhuda ambazo nimewahudumia wateja, ingawaje zipo nyingi, hapa nimeshare tu chache. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo ni muhimu sana kwenye kuweza kujua jinsi gani tunaweza tukaisaidia jamii kuweza kuondokana na hii hali, kwa sababu ni changamoto ambayo kimsingi watu wengi wanateseka nayo, na kadiri mtu unavyozidi kuongezeka ndivyo anavyokuwa anaingia kwenye riski kubwa sana ya kuweza kupata hii changamoto. Kwa hiyo kama mtu nampa elimu ambayo inakuwa ni sahihi zaidi ya namna gani au kuweza kufahamu umuhimu wa kuweza kutumia supplement kwa ajili ya kuweza kujijenga na kuiboresha afya yake,
anakuwepo kwenye position kubwa sana ya kuweza kuondokana na hii changamoto au asiipate kabisa. Kwa kukosa kwa elimu au kukosa kwa maarifa ndipo watu wengi wanapoangamia zaidi. Kwa hiyo mtu unapokuwa umempa maarifa sahihi au unapokuwa umempa elimu sahihi juu ya virutubisho, umuhimu wake, faida zake, asichukulie kama dawa au mpaka anapoumwa ndio atumie, bali anaweza akatumia hata kama akiwa si mgonjwa kwa ajili tu ya kuweza kuimarisha afya yake na kuwa bora zaidi. Kwa hiyo presentation yangu sio ndefu sana. Kwa hiyo na nimefikia mwisho kabisa hapo. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mtu yeyote ambaye atakuwa na swali, basi anaweza akauliza. Okay, kama kuna swali. Sawa, naona hakuna swali, kwa hiyo na tumefikia mwisho wa presentation kwa upande huu wa joint. Kwa hiyo uh, narudisha kwa kiongozi, unaweza ukafunga presentation.